Assalamu alaikum, Waislamu wote ulimwenguni, karibuni katika mazungumzo ya familia SRM. Ramadhan Mubarak. Hani, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Leo na swali kidogo linanisumbua, natamani unipe ufafanuzi wako. Katika surati Tauba aya 35 imetajwa miezi minne mitukufu katika miezi 12 ambayo tuko nayo. Kuna miezi minne mitukufu, mitatu imeongozana: Dhulqaada, Dhulhijja, Muharram, halafu na Rajab kwa peke yake. Lakini pale Ramadhani haujatajwa kwenye Qur'ani, lakini tunausema kama mwezi mtukufu wa Ramadhani. Umetajwa wapi? Labda utukufu wake ni nini hasa? Kitu gani kinaupa utukufu mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kwa hiyo unajiandaa na maswali yako na aya nini? Alafu mimi unakuja kunishtukiza hapo, si sawa? Ndio, Qur'ani imetaja miezi mitukufu kama ulivyoitaja, Dhulqaada, Dhulhajj, Muharram na Rajab. Miezi hii ni mitukufu za kitambo, tangu za Nabii Ibrahim huko nyuma na manabii wengine mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiasi kwamba miezi hii hakukuwa kukipiganwa hata vita. Na Mtume alikuwa akisisitiza kufanya kheri, na kheri hulipo zaidi katika miezi hii minne mitukufu. Lakini swali lako sasa, kwa nini mwezi wa Ramadhani unaitwa mwezi mtukufu na haujatajwa? Sawa, mwezi wa Ramadhani ni mtukufu kwa sababu mbalimbali nyingi. Kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema unzila fihi al-Qur'an. Kwanza, sababu ya kwanza, katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ndani yake ilishuka Qur'an. Kwanza, katika siri ya Qur'an, kila iliposhuka imeshuka kwa aliyeishusha ni Jibril, malaika mtukufu bora. Imeshushwa kwa Mtume Muhammad, naye ndiye ndio Imamul Mursalin wal Anbiya. Lakini imeshushwa kwa ummati Muhammad, sisi ndio umma bora. Sasa imeshushwa kwenye mwezi wa Ramadhani na umekuwa mwezi bora kuzidi mingine. Kwa hiyo miongoni mwa sifa za kipekee zilizoupa mwezi wa Ramadhani utukufu wa kipekee ni kushuka kwa hiyo Qur'an ndani yake. Yote imeshuka ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sasa ufafanuzi wa hayo tutakwenda mbali sana huko. Sawa, lakini jua kwanza ndani katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ilishuka Qur'an. Lakini sababu ya pili ni kwamba katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuna usiku wa Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min alf shahr. Mwezi huu mmoja ni usiku huu mmoja wa cheo ni bora kuliko miezi 1000. Sasa fikiria kama usiku mmoja ni bora kuliko miezi 1000 mingine, na ni siku moja katika mwezi wa Ramadhani. Unaona siku hii inaupa huo mwezi utukufu wa kipekee, si ndio? Lakini katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu ametokea ibada ya funga maalum kwa waja wake, si ndio? Tufunge ili atusamehe madhambi. Kwanza ameweka yale makumi matatu, si ndio? 10 la rahma, 10 la maghfira na 10 la Lailatul Qadr, hilo la mwisho sasa. Sawa. Kwa hivyo kwanza ukisikia rahma, watafsiri mashekhe wametafsiri kwamba miongoni mwa tafsiri za neno rahma ni pepo. Ndio wanasema katika mwezi wa Ramadhani pale unapoingia tu tunaanza na kundi gani? Rahma. La rahma. Basi milango yote ya pepo huachwa wazi. Sawa.
na kisha Mwenyezi Mungu katika pepo akaweka mlango maalum wa Rayyan. Natikana umewekwa mlango maalum ukawekwa mlango maalum wa Rayyan kwa ajili ya wenye kufunga. Sawa. Lakini kwa ujumla wake ni kwamba kuingia tu kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, maana yake milango yote ya pepo inaachwa wazi, maana yake waja wake wanarehemewa. Ndio wakatafsiri mashekh miongoni mwa tafsiri ya hili neno rahma kwamba ni pepo. Sawa. Kwa hivyo unaona hizi sifa za upekee, na sio tu milango ya pepo inafunguliwa, lakini ya moto inafungwa. Na kwenda mbali zaidi wanasema na mashaitani wakubwa wale wanafungiwa. Maana yake ni kwamba nimetumia neno wakubwa makusudi kwa sababu bora umetumia wakubwa kwa sababu nilikuwa na swali, singeweka wakubwa ningeweka swali. Sasa wenye maswali wakafuata mashekhe wakaulize. Sawa. Kwa hiyo unaona upekee wa yote haya yanaupa upekee mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao ibada za sunna zinalipwa kwa faradhi. Malipo ya ibada za faradhi Mwenyezi Mungu ndiye anayejua malipo yake. Huko nyuma tulisema kwamba Mwenyezi Mungu anasema asaumu li wa ana ajizi bi, saumu ni ya kwangu mimi na mimi ndio nailipa. Akisema ya kwangu mimi, kwa mfano malaika si wanaandika mema. Kwa hiyo amefanya jema, amefanya tendo hili ni jema, malipo yake haya. Malipo ya kufunga hata malaika hawajui hesabu yake, hawajui hesabu yake, anajua Mwenyezi Mungu. Na kwa mantiki ndio maana ile mambo ukimwona mtu sio anasema umefungulia somo yako haijapokelewa, au unajuaje? Katika malaika tu wenyewe hawajui. Na hapo manake tunafunzwa kwamba tujiepushe sana na Mwenyezi Mungu anasema istanibu kathiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhanni ithm. Jiepusheni sana na kudhani, kwani baadhi ya dhana ni madhambi. Ndio tunasikiliza visa, kuna watu wanafia msikitini amelewa, mtoka huko visa vingi, tusiende huko tukahama kwenye mada, lakini almuhimu ni kwamba haya yote yanaupa upekee mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na unaufanya mwezi huu sasa kuwa bora zaidi kuliko ile minne iliyotajwa. Ni afdal, wenyewe wanasema bora zaidi. Okay, Ramadhani ikiisha inshallah tutakuja kuzungumzia miezi minne inshallah vizuri na nini na mambo yake na utukufu wake na ibada zake zipi zinafanyika. Lakini umesema Qur'ani ilishuka yote Ramadhani au ilishuka kwa awamu? Ile swali jingine tuweke kiporo hilo inshallah, hilo ambalo nimelikwepa makusudi. Kwa tuweke kiporo tuambiwe darasa. Sasa tuwaulize. Tunasema tunafahamu kwamba Qur'ani ilikuwa ikishuka kwa matukio, vipande kwa vipande, aya kwa aya, mpaka baadaye ikakusanywa pamoja. Na tunaambiwa katika Qur'ani kwamba unzila fihi Qur'ani, katika mwezi huu imeshuka Qur'ani yote. Swali hiyo tuachie homework tuachie homework, lakini inshallah tutakuja tuizungumzie kwa manufaa ya wengi inshallah. Shukrani sana, hiyo na imani kwa leo darasa limetosha. Wanasema ubora wa maneno ni yale machache yenye kueleweka na kufanywa kazi. Basi shukrani, dua kikao. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.